kupata matokeo zidi yetu. Mechi ya kwanza baba yao akufikia amewaokoa mwamuzi. Mechi ya pili nafikiri umeona mwamuzi ambaye anatafsiri sheria vizuri 17 ya mpira wa miguu tumekwenda tumepata matokeo. Pengine Selemani Mwalimu amekuwa ndiye mtetezi kwenu kwa siku ya jana. Mechi ya kwanza ilikuwa hivyo. Wachezaji wote wa Simba wamefanya kazi nzuri. Maana yake Selemani Mwalimu mpaka anakwenda kutufungia goli mpira ulianza kwa goalkeeper. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tunawapongeza wachezaji wetu wa Simba, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumzia Selemani Mwalimu pekee. Tukizungumzia Selemani Mwalimu mtatuuliza habari za Kratos Chota Chama. Je, ni kweli ni mzee au la Stibon? Tutashindwa kujibu hayo. Kwa hiyo mkituuliza mchezaji mmoja mmoja wa Simba, tutakuwa tuna majibu kwa sababu sisi tunajua kila mchezaji ana uwezo mkubwa. Jana mmeona Dickson Kibabage mzee akijitutumua, amepata injury amekwenda nje, ameingia mlingo amekwenda amefit. Uwezo ukasema kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Dickson Kibabage kwa sababu kila mchezaji anatimiza majukumu yake ambayo ametumwa na mwalimu Steven Becker. Haikuwa rahisi kuifunga Young Africans kama kila mmoja ambavyo alipokuwa. Yes, ni mechi ngumu. Yanga sio timu ya kubeza. Na ile pale tunapokwenda kucheza ile ni nini? Ni dabi. Kwa hiyo haikuwa rahisi lakini mwisho wa siku tumefanikiwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu katika hayo. Kombe la Muungano linaweza kuwa turning point na kwenda kushinda vikombe vingi. Historia ni kombe kubwa la Muungano. Hapo mwanzo ili ukitaka kushiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika lazima ushiriki mashindano ya Muungano. Mashindano yalikufa mwaka 2002 2003. Baada ya Dar es Salaam Africans kufungwa goli moja na Jamhuri katika uwanja wa Uhuru, wakakataa kwenda kucheza katika uwanja nini? Gombani Pemba pale. Ni mashindano yakapelekwa mahakamani yakafa, lakini ndio mashindano ambayo alikuwa anatoa bingwa ambaye anawakilisha nini? Nchi. 61 nchi inapata uhuru. 64 Zanzibar anafanya mapinduzi. 65 tunaanza ligi katika system ya Muungano. Maana yake unapokwenda kuzungumzia kombe la Muungano ni kombe kubwa. Na hii kauli inainukuu kutoka kwa mdogo wangu kipenzi Ali Shaban Kamwe. Kabla ya mechi aliwaambia ninyi waandishi wa habari, alisema Muungano kombe kubwa tunakwenda kuchukua. Bahati mbaya nimekwenda kuchukua mimi. Na moja ya sababu waliosababisha kuchukua ni Ali Kamwe, amenipa nauli na ameniambia nenda Zanzibar kahakikisha kwamba timu yetu inapata nini? Matokeo. Kwa hiyo tumepata matokeo, tumerudi na furaha. Kisugu, mchezo wa pili unafuata tarehe 3. Pengine toshe kusema kwamba ni wakati wenu sasa kama wana Simba. Mtaalamu wa kula samaki ni Mzaramo. Na samaki akiliwa basi jue tayari ameshakufa. Tayari samaki kaliwa Zanzibar na kuja kuliwa bara. Waandishi mtena wasiwasi. Tunakwenda kuwagonga tena Meja Samuel. Samaki lazima umle upande mmoja na upande wa pili. Ukimla mbele lazima umle na nyuma. Ukimla upande wa kulia lazima umle na upande wa kushoto. Tumeshamtafuna Zanzibar. Tunakuja kumalizia bara, waandishi mtena wasiwasi. Story mtapata. Lakini yeye anakwenda kujiuliza ni namna gani ambavyo mmemfunga. Yeye ni maneno tu. Sisi tuna kamanda Steven Becker. Ni mechi ya pili kwa jina wako. Anawagaragaza. Mechi ya kwanza ameokoa baba yao kufikia, si ndio? Mmeona mkoona baba yao kufikia kaokoa mechi ya kwanza. Mwamuzi. Na mimi ndio nilisema kiumbe wa kwanza kuambia kama tunakwenda Zanzibar kucheza finali, hatumhitaji Msomali. Nimeona mwamba kutoka Kenya yule. Mwamuzi gani anaweza dakika 118 mechi ya dabi anatoa penalty kwa mwamuzi wetu wa Kitanzania. Lakini ni mwamuzi ambaye anasimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Leo nendeni mkamwambie Zungu. Namjua yule. Simba wanalia kwa sababu ya nini? Refa. Yanga wanalia kwa sababu ya refa. Tumetoka Zanzibar wote atulii tunasema refa safi. Yanga wanasema refa safi, Simba wanasema refa safi. Mwambieni Zungu tunasubiri kibao chake. Hapa kuna namna waamuzi wa nyumbani wanabidi wajifunze kwenye. Yes, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Mimi naamini waamuzi wetu wana ubora. Kuna muda mwingine tu kama binadamu wanateleza, kimsingi wanatakiwa jirekebishe kuona namna ambavyo yale makosa ya kibinadamu yanafanyaje? Yanapungua ili kuona namna ambavyo anakwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi tunaamini watu wa Simba. Ikatokea mwamuzi kutafsiri sahihi sheria 17, mpaka Mungu anachukua dunia yake Yanga hawezi kutufunga. Unasema? Mwamuzi akatafsiri sheria 17 sahihi, mpaka Mungu anachukua dunia. Dar es Salaam Africans hawezi kutufunga. Kisugu, tumeona kwenye michezo miwili ambayo umecheza na Young Africans, ubora kwenu umekuwa ni mkubwa. Hii inamaanisha kwamba mna kikosi bora zaidi na usajili wenu umelipa zaidi kuliko timu. Ubora wa familia unaanzia kwa baba. Ubora wa Simba unaanzia kwenye management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi Kratos Magori. Ubora wa Simba unakwenda kwa technical bench chini ya Steven Becker, mwalimu ambaye mwenye plani kubwa. Lakini mwisho wa siku ubora wa Simba unapatikana kwa mashabiki wao. Mmeona namna ambavyo watu walivyojitoa kwenda Zanzibar kuisupport timu. Mmeona Wazanzibari walivyojitoa kuisupport timu. Na ndio maana wazee wetu nawapongeza sana. Waliotangulia Mwenyezi Mungu aweke peponi. Waliposema Simba nguvu moja imekwenda kufana Zanzibar, tumepata matokeo. Bila makandokando huwa kumbe mnaweza kushinda. Yes, ndio tunaamini iko. Na mimi ndio kwanza mwanadamu wa kwanza nilisema hatumtaki Msomali. Tuwapongeze sana kamati
iliyosimamia mashindano ya mapinduzi ya muungano Zanzibar. Mimi ndio kiumbe nilisema, na shida, hatuna shida na msomari, shida kwenda kutafsiri sheria 17. Nani amelalamika? Nani amelalamika? Dakika 120 kuna Yanga amelalamikia mwamuzi? Nani? Hakufika Zanzibar wakalalamika Mbande na TV yake ilikuwa inachenga. Huyo alikuwa Mbande na TV yake ilikuwa inachenga, mvua haionyeshi ndio analalamika, lakini unaona sasa hii simu za Famau zimerudi. Simu za Famau, moja katika viumbe wanafiki ni huyo. Alijua Yanga hawana uwezo wa kupata matokeo. Wewe Famau akaidi simu. Uwezo wako upata wapi? Kajua kabisa simu zake haziwezi kufanyaje? Haziwezi kwenda. Unazungumzia kuhusu na marefari na mchezo wa dabi ambao unafuata ni tatu. Inasemekana kwamba waamuzi kutoka Morocco ndio watachezesha huo mchezo, sio kutoka Tanzania. Yako mengi nataka kuzungumza kwa mwamuzi ambaye alipewa dhamana kuisimamia mechi yetu kesho kutwa kwenye meji ya Samuyo. Ni mwamuzi kutoka Morocco, lakini katika waamuzi wa Morocco amiliki ni yeye. Lakini katika na nazo za ndani nitakuiteni waandishi, nitafanya press kesho kutwa kabla ya mechi kwenda kumzungumzia. Si kwa sababu ametoka nje tu ya nchi tumpe sapoti. Sisi tunapata historia ya huyu anayekuja. Ana haki na hadhi ya kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo kubwa, mimi naamini kwamba tutakuja kulizungumza hilo. Tumerejea Dar es Salaam, tunaendelea kujipanga kwa kitu tunafanya vizuri katika uwanja mechi ya Samuel. Jana tulimshuhudia amepata majeraha na akaingia mchezaji Selemani Mwalimu. Unadhani kutoka kwake kuna namna kidogo Simba mlitetereka? Simba na wachezaji 28 ametoka mmoja, wengine wamekava nafasi zake. Kwa hiyo majukumu mengine tumwachie Mwalimu. Mimi naamini Aura baada ya kuumia Mwalimu amefanya sabu, wameingia watu wengine wamekwenda kutimiza majukumu yao. Simba tumepata matokeo. Kila mchezaji alikuwa na performance yake, achana na performance ya timu kwa ujumla ambayo ilikuwepo pale. Tumzungumzie golikipa Kasani ambaye jana tumeshuhudia michomo baadhi yake pia akiwa. Ni golikipa bora. Ni golikipa timu ya taifa ya Niger. Kuja Simba kuja kwa bahati mbaya. Amekuja kwa uwezo mkubwa, wana Simba tunamwamini na tunaendelea kumpa support. Tunashukuru sana. Hii kauli ya Ahmed Ally anasema kwamba marefu wa Kongo kwa dakika zile wasingeweka penalty. Vipi kwa upande wako? Na mimi nimezungumza, ni kweli. Ni kweli. Kwa tumpongeze sana mwamuzi, amekwenda kutafsiri sheria. Inapokosewa sheria hata kama sekunde moja mpira unakwenda kusha, lakini nenda kasimame kwenye sheria. Kwa ni mwamuzi amesimama vizuri, amekwenda kutafsiri sheria. Mimi naamini msemo wa Ahmed Ally ni msemo sahihi na msemo wa kweli. Nimeona na ndio maana mwamuzi ametoa kadi. Kwa maana hiyo alistahili. Mwenye dhamana amekwenda kutoa kadi, kwa hiyo alistahili kupewa kadi. Nimeona ameposti leo Alishaba nikawa asubuhi ya leo hata lisali moja alijapita. Anasema sasa wanarejea kwenye michuano ambayo inatambulika na FIFA. Sio hii ambayo nyinyi mmepata. Katika mwanadamu kauli ya mwisho ukisikia kweli basi asalamu alaykum wa alaykum salaam. Alikamwe hana kauli ya kweli kuambia Watanzania. Yeye aliwaambia anakwenda Zanzibar kwenda kwenye mashindano makubwa. Sio yeye. Leo anasemaje? Ukikutana naye mwambie Kisugu anasema wewe katika kauli ya ukweli ambayo Watanzania wanahitaji kukuamini. Ni salamu tu. Akisema asalamu alaykum, mwitikeni wa alaykum salaam, mengine acheni nayo. Alikama kituambia sasa hivi ni asubuhi, inabidi tutoke nje kwanza. Lazima muangalie kwa sababu haeleweki. Niwashukuru sana waandishi wa habari.